Ama ina manufaa gani hasa kwa mkoa wa Singida hususan kwa wale vijana wenye vipaji? Asante. Kwa majina naitwa ndugu Ibrahimu Saromo Kitogo. Mimi ni mkufunzi kutoka Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Singida. Nimehudhuria katika tamasha hili pamoja na vijana wangu. Kiukweli tamasha hili liliandaliwa na Mr. Baraka, ni tamasha zuri sana likishirikiana na mkoa. Tamasha hili limejaribu sana kuwavuta vijana kuwepo karibu katika maeneo haya ya kuweza kuonyesha vipaji vyao. Na ni kweli leo tumeweza kuona vipaji mbalimbali katika vyuo mbalimbali vimeweza kuwasilisha vijana na taaluma zimeweza kuonekana. Kiukweli tamasha hili linawajenga vijana katika kuweka pamoja, lakini pia tunawashukuru sana viongozi wa mkoa kwa maana kwamba vijana wetu kuna wakati mwingine pia wanahitaji kukutana kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kufanya mambo mbalimbali kama haya. Vijana wana vipaji vingi sana, lakini mahali kwa kujionyesha vinakuwa havipo. Lakini kwa kuandalia matamasha kama haya inawafanya vijana hawa kuweza kuonyesha vipaji vyao vizuri sana. Sisi pale Chuo cha Maendeleo ya Wananchi tunajihusisha na utoaji wa elimu ya ufundi stadi kwa fani mbalimbali, lakini pia tuna vijana ambao tunawapokea kutoka katika maeneo mbalimbali wenye vipaji mbalimbali, na leo kiukweli wamedhihirisha vipaji vyao walivyokuwa navyo. Tunawashukuru sana waandaaji wa tamasha hili na tunawaombea waendelee kuandaa mara kwa mara ili kukutanisha vyuo vilivyopo katika mkoa wa Singida na majirani kwa ujumla. Vyuo vya ufundi Singida viko vingi tu, na hivi ni baadhi tu ambavyo leo vimeshiriki. Kwa hiyo hili tamasha liandaliwe kuwa ni kubwa na viweze kushirikisha vyuo vingine ambavyo viko wilayani navyo viweze kushiriki na vijana wetu waweze kuonyesha vipaji vyao vilivyokuwa navyo. Tunashukuru sana uongozi wa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya pamoja na uongozi wa mkoa kwa ujumla. Asanteni. Sasa kwa majina ninaitwa Fortunata Leonard Kisendi, ni mtumishi na mlezi kutoka chuo cha VETA Singida. Kimsingi wazo hili la kuwakusanya vijana kwa ajili ya kuonesha vipaji vyao ni wazo zuri sana. Vijana wanapenda kutambuliwa, wanapenda kuthaminiwa, na kwa kweli kwa kuwaleta hapa pamoja wamepata thamani kubwa. Na tupende kushukuru kwa muasisi wa hili wazo Mr. Baraka, afisa tawala wa Singida DC. Kwa kweli amepata wazo makini sana na wazo linalowagusa vijana moja kwa moja. Kwa maana hiyo tumeona leo vijana wameonyesha vipaji vyao na wamejisikia vizuri. Unajua sehemu kama hizi vijana wanapata nafasi ya kurefresh, wanapata nafasi ya kushare mambo mbalimbali. Kwa hiyo kwa kweli vijana wamefurahi, kumekuwa na vibe kubwa. Mbali ya kuonyesha vipaji vyao wamekuwa na wakati mzuri wa kula nyama choma, wamebadilishana mawazo. Kwa hivyo kwa kweli hili jambo limekuwa zuri na tunaishukuru serikali yetu ya mkoa ikiongozwa na mkuu wetu wa mkoa Mama Halima Ndendego kwa kuruhusu jambo kama hili lifanyike na vijana kupewa fursa kuonyesha vipaji vyao. Tunajua kwamba ni katika kipindi kama hiki ni kipindi pia ambacho tunatarajia kwenda kwenye uchaguzi. Tumeona serikali pia imewakumbusha vijana tarehe 29 iwe ni siku ya kujitokeza kwa wingi na kwenda kupigia kura chama ambacho wanapenda kukipigia, lakini na kuhakikisha wametumia haki yao ya msingi kwa ajili ya kupiga kura. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali, na sisi kama walezi na wadau ambao tunakaa na vijana tutaendelea kabisa kuhimiza vijana wetu waje kushiriki na kuweza kupata nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Lakini zaidi ya hilo pia tunapokuwa hapa tunawaeleza vijana wengine ambao wako nje ya taasisi za vyuo kwamba kuna fursa zinapatikana kwenye vyuo vya serikali. Serikali kwa mfano kwenye vyuo vya VETA imewekeza pesa nyingi na imetoa fursa ya vijana kusoma kwa gharama ndogo sana. Vijana wanapata mafunzo mbalimbali kwa gharama ndogo mno. Kwa hiyo tunapokuwa hapa tunapata pia nafasi ya kuwaelimisha na kuwaambia uwekezaji mkubwa kabisa ambao serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan imefanya katika vyuo vyetu vya ufundi hususan VETA. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote wa Singida na vijana wote waendelee kuwa na moyo wa kupenda na vibe la kutosha kuja hapa kuonyesha vipaji vyao, lakini kuja VETA Singida kupata mafunzo yao kwa sababu serikali inawapenda na imewapa fursa ya kusoma ufundi. Tunawakaribisha sana. Asante sana.
Uangalia kwa kako vita hiyo. Tuambie jina lako ni nani na pamoja dance Singida itakuwa na manufaa gani kuambie madansa ambao awali mlikuwa mtaka? Kwa majina naitwa Margaret Mgazija. Kwa majina naitwa Margaret Mgazija. Kinachotupa faida sana sisi hapa, yani sana kwa watu wa kike. Yani tunapata ile kuonekana, maana unakuta wa kike kwanza tupo nyuma sana. Sio kama tupo chini, yani tupo nyuma sana. Kwa hiyo unakuta yani kama hivi ilitoa mashindano kama hivi tunapata ile fursa kuonekana kwa upande wa wanawake. Hiyo inakuza kipaji cha kike kwa Tanzania. Na yani kwamba yani wadada tusikate tamaa sana, wadada tunaweza. Mimi mwenyewe ni dancer. Madansa wa kike tuko wawili, kwa hiyo yani tupambane kuonekana, tufanye juhudi zote. Hao wamekuja kama kutukuamua sisi huko tuliko chini kutupandisha juu. Kwa hiyo inabidi yani Mmelipokeaje na pengine unavyowaza litawanufaisha vipi madansa? Bana, kwanza sisi tumelipokea vizuri. Kwanza bana, mimi naitwa Superpoison, natoka kundi zima la Team Chronics. Lakini kuhusu jukwaa hili la leo, sisi tumelipokea vizuri na tuna imani hili jukwaa kuna sehemu litatufikisha, kwa sababu Singida entertainment yake iko chini sana. Yaani katika mikombe entertainment iko chini ni Singida. Sio kwa wasanii, sio kwa dancers, sio kwa watu wa comedy. Yaani nikizungumzia entertainment na maanisha entertainment nzima iko chini. Naam, sasa pengine fursa nilipata kuanzia leo hii ya kutaka sasa duniani. Fursa tutaitumia vizuri kwa sababu tutaonyesha vipaji ambavyo viko Singida, lakini bado kuna vitu vingi tutakuja tuvionyeshe hapa na watu wataona kabisa kwamba Singida kuna dancers Singida, kuna wasanii Singida, kuna watu wa aina tofauti ambao wako na vipaji. Awali kulikuwa kuna ugumu gani kabla ya kuwepo kwa jukwaa hili ambalo limezinduliwa? Kulikuwa mnapitia changamoto gani hasa madansa? Unajua kuna muda unafika wewe unachokifanya unajua kabisa una uwezo, ila sehemu unayoenda hicho kitu unakuta hawakitambui ama hawakijui, kwa sababu haikuwa ni mazoea eti kila sehemu utakuta kuna show, kila sehemu siku na watu utapata burudani. Ukikuta ni wasanii wa kuimba wataimba tu, dancers watakuwa ni wachache, ila ukikuta ni wasanii wa kucheza pia utakuta watacheza tu. Lakini ukiangalia hawa waimbaji na dancers ni watu ambao kidogo wanategemeana. Kwa hiyo unaweza nikasema msanii anaimba, ni dancers wanacheza, inaleta picha nzuri. So mimi naona hii fursa tutaitumia vyema. Kwa unatumiaje kipaji chako kupata kipaji? Kwanza dance, mimi niombe kwamba dance ni fursa. Kingine ukichana dance kwa fursa, pia dance ni kama ni kazi pia. Kwa sababu mimi sio, maana dance naipa muda, na nikishaipa muda nataka ule muda ambao nimeipa, ule muda mimi unilipe. Kwa muda nikitoka niko mazoezi, nikitoka mazoezi sasa nitaenda show, ile show tutabageni mimi na mtu, kisha ndo nitakuwa ninaingiza pesa kwa design hiyo. Na kwa haraka sana, heshima ya madansa ipoje mtaani? Ipo chini kwa kweli. Yaani hapo nisiseme tu uongo, iko chini sana. Mimi nazungumza kitu ambacho kipo. Yaani heshima ya dancers kwa mkoa wa Singida iko chini. Kwa sababu asilimia nyingi dancers wanaangaliwa kama ni wauni, dancers wanaangaliwa kama ni watu ambao hawawezi kufanya kazi, wanaanza kuhangaika na muziki. So hivyo wanaona kweli ni kwamba dance ni ajira. Kwa mfano mimi na watu ambao tumeanza muda mrefu, tunajua kabisa kuna mashirika kituchukua, kuna hela tunakuwa tunaingiza, na ile pesa tunakuwa tufanyaje? Tunahudumia familia zetu, kuna vitu tunavitengeneza na kuna vitu tunavipata kupitia hiyo dance. Ukiachana na wao ambao wanaona dance ni uhuni. Shukrani sana. Kwa majina yetu Naitwa Janet
Singida Jeans Crew, Singida pamoja dances tumeiandaa kwa ajili ya kuonyesha vipaji kwa vijana na kuonyesha namna gani vijana wana nguvu na wana uwezo wa kusimamisha taifa. Kwa Singida hiki kitu hakijawahi kutokea, na nadhani tulipoanzisha hivi kinaweza kunyanyua vijana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mambo mengi sana yanafanyika hapa, lakini mengi sana hayahusishi vijana. Kwa sababu tunaona mtiririko wa mambo mengi unaendelea, lakini vijana hawana kipaumbele sana kama ambavyo wanatoa kwa watu wengine. Kwa hiyo sisi tumeanzisha hichi kitu ili kufanya vijana wawe karibu, watengeneze kitu ambacho ni cha umoja na kitakachofanya wainuke zaidi kwa kiuchumi, kiakili au kwa namna moja ama nyingine. Sema kwa majina anaitwa leader wa Next Level Dancers. Kwa ni kwetu bwana, tumetoa fursa kama hii ya dance competition. Kifupi bwana, sisi kama dancers kitu kama hichi kinasaidia kupata ajira kwa vijana. Kama vijana walioko mitaani wataweza kuwa wanapata ajira na kupata katika masteni mbalimbali na kupata kipato. Kwa hiyo fursa kama hii inaweza ikatuinua kiuchumi kwa vijana ambao wako mitaani ambao hawana kazi za kufanya. Naam, kwa hiyo ahadi yako ni ipi sasa baada ya tamasha hili? Unajua vijana tuna malengo mbalimbali. Kwa mfano kama tukatoka Mungu akajalia tukatoka kama washindi wa kwanza wa pili, tukajipatia kipato, tutaweza tukafungua hata dance class ambayo itaweza kuwa inasaidia baadhi ya watoto au watu ambao wapo mtaani hawana kazi ya kufanya.